Yes, inafahamika kwamba klabu ya Young Africans wamepoteza kiungo wao wa ushambuliaji kwa maana ya Stefan Aziz Ki ambaye amekwenda kujiunga na Wydad Casablanca. Na Stefan Aziz Ki katika msimu huu wa 2023-24 amefunga mabao 9 na kuasisti mara 7. Hizi ni asisti na hizi ni goals. Kwa hiyo sasa hivi wapo sokoni wanatafuta kiungo mwingine wa ushambuliaji ambaye anaweza kuja kuziba pengo lake. Sasa Yanga katika kutafuta thamani ya kiungo bora ambaye anaweza kuja kukaa katika eneo la inside left, yani nambari 10, wapo nyota wengi ambao wanahusishwa nao, akiwemo Celestine Ekwa kutoka kule Ivory Coast ambaye tayari tulishawahi kumwangalia hapa kiundani zaidi. Lakini kama haitoshi, Young Africans kutokana na sababu za kuwa na mahusiano mazuri na klabu ya Singida Black Stars, hivyo basi Young Africans wamebisha hodi katika viunga hivyo vya Singida Black Stars kwa ajili ya kuhitaji huduma ya Josephat Arthur Bada. Huyu ni kiungo kimataifa wa Ivory Coast, ni Arthur kwa Kiingereza, lakini kwa sababu anatokea taifa linalozungumza lugha ya Kifaransa, Francophone country, hii tunaita Arthur Bada. Yes. Kwa hiyo huyu ndiye ambaye anaonekana yupo katika rada za Young Africans. Yani kote wametupa ndoana kwa maana ya kule Zoman FC ambako inamiliki Celestine Ekwa, lakini pia na Singida Black Stars. Yeyote ambaye atapatikana anakwenda kuongeza nguvu katika safu hiyo ya kiungo cha ushambuliaji kwenye kikosi cha Young Africans. Ikumbukwe Young Africans wameshaachana na mpango wa kuhitaji saini ya Jean-Claude Giru Mugisha kutokana na kiwango cha fedha kikubwa ambacho wamekiweka Al Hilali. Hivyo basi wanahitaji kuboresha safu yao au laini yao ya kushambulia kwa kuleta mchezaji ambaye ana daraja ambalo linaweza kuwa linafanana na Stefan Aziz Ki au linakaribiana. Tufahamu daraja la Aziz Ki ilikuwa ni kubwa sana, hali ambayo imepelekea kuwa MVP katika ligi mbili tofauti, lakini hata klabu ambayo imemchukua kwa maana ya Wydad Casablanca ni klabu kubwa. Hivyo kupata Aziz Ki mwingine inawezekana, lakini haiwezi kuwa rahisi. Wanachokifanya Young Africans ili kuendelea kuboresha safu yao ya kiungo cha ushambuliaji ni kuleta kiungo mshambuliaji ambaye anakaribia pengine uwezo wa Stefan Ki Azizi, na huyu ndio Arthur Bada au Arthur Bada kutoka Singida Black Stars. Sasa so far tunapozungumza bado wana kazi ngumu kweli kweli Yanga, licha ya mahusiano yao mazuri ambao wako nayo na Black Stars, lakini wana kazi kubwa ya kuifanya ili kuweza kupata huduma ya Arthur Bada, kwa sababu Black Stars na wenyewe msimu ujao wana kampeni maalum katika ligi kuu, kama haitoshi nje ya mipaka ya Tanzania, kwa maana kwenye kombe la shirikisho Afrika. Sasa miongoni mwa bidhaa ambazo wanahitaji ziwasogeze mbele basi ni Arthur Bada. Sasa Arthur Bada katika season hii, ikiwa ni msimu wake wa kwanza ndani ya ligi kuu ya NBC, tayari ameshafunga magoli 3 na ameasisti mara 8. Huyu ndio Arthur Bada na hizi ndo takwimu zake za namba katika msimu huu. Manake amehusika katika mabao 11 ya moja kwa moja hayo. Ukiachana na hilo, Arthur Bada ni kiungo ambaye ametokea kwenye kikosi cha ASEC Mimosas, na kule ASEC Mimosas miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa tumaini lao ilikuwa ni pamoja na huyu mwamba, licha kwamba msimu wake wa mwisho wakati anatoka ASEC ASEC haikuwa na kiwango bora, hivyo ilimaliza katika nafasi ya 4 katika michuano ya ligi kuu ya Ivory Coast. Hivyo ndani ya season yake ya kwanza Singida Black Stars amefanikiwa kuhusika katika hizi namba. Tukienda katika orodha ya wachezaji wa ligi kuu wenye idadi kubwa ya asisti, anayeongoza ni Faisal Salum ambaye ameasisti mara 13. Huyu ndio kinara, nyota wa Azam FC. Anayefuata kwa katika idadi ya asisti nyingi ni Pacome Zouzoua ambaye ameasisti
mara 9. Yes, huyu ndiye ambaye anafuata. Anayefuata pia ni Jean Charles Ahoua wa Simba Sports ambaye ameasisti mara 8. Anayefuata pia ni Prince Dube wa Young Africans ambaye pia ameasisti mara 8, na anayefuatia ni Arthur Bada Josephat wa Singida Black Stars, naye ameasisti mara 8. Kwa hiyo ukiachana na Faisal nambari 2 na nambari 2 ni Pacome Zouzoua, wote wapo katika nafasi ya 3 katika idadi ya assist ambazo wamezitoa katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo ukiangalia namba zake ndani ya season yake ya kwanza, si takwimu mbaya. Young Africans wanaamini huyu anaweza kwenda kuwasaidia katika laini yao ya kushambulia. Yanga namna ambavyo wanacheza katika mfumo wao, Yanga timu ikiwa inaelekea huku, manake golikipa hawa ni walinzi, kwa maana namba 3, namba 2, namba 4 na namba 5. Hapa wanakuwa na double pivot ya watu wawili, hapa wanakuwa na watu watatu, na hapa mbele anasimama mshambuliaji mmoja. Sasa katika hii line ndio eneo ambalo Arthur Bada anakwenda kucheza, na zaidi ni hapa ndipo ambako alikuwa akicheza Stefan Aziz Ki, ndiko ambako anamhitaji Celestine Ekwa kutoka Ivory Coast, ndiko ambako alikuwa akihusishwa na Faisal Salum katika hili eneo. Lakini pembeni atacheza Max, atacheza Pacome. Hawa ndio ambao huwa wanaanza mara kwa mara. Africans anakwenda kucheza katika eneo hili. Inatokea wana shift mfumo kutoka kwenye 4-2-3-1, kutoka kwenye 4-2-3-1 kama ambavyo tumeiona hapo, huwa wanakwenda pia katika 4-1-4-1. Yes, maana yake na mfumo huu ukiona anacheza mfumo huu Young Africans kwa asilimia kubwa, hapa Duke Abuya ndio utamuona yuko ndani. Katika huu mpango hapa utamuona Aucho kwa maana ya nambari 6, huku utamuona Max, utamuona Pacome mbavu moja, hapa utamuona Abuya, na hapa ndo atacheza sasa Arthur Bada. Kipindi hicho alikuwa akicheza Stefan Azizi katika hili eneo, kwa maana ya eneo la 10. Huyu anakuwa kama nambari 8, lakini mfumo unasoma 4-1-4-1. Hili ni booster, na asilimia kubwa hapa wanacheza huu mfumo kwa ile timu ambayo anaamini wanaiweza kabisa. Kuna zile timu ambazo unamkadiria mpinzani kwamba huyu hawezi kufanya kitu, yani timu dhaifu, ndo asilimia kubwa wanacheza na huu mfumo, kwa sababu huu mfumo ukiangalia upo kwenye tunasema attacking minded au attacking oriented. Ni mfumo wa kushambulia zaidi, ndio maana huko mbele kuna booster la watu 4 na huyu mmoja maana yake ni watu 5 tayari. Kiungo wa ulinzi ni mmoja tu. Kwa mfumo ambao kwa asilimia kubwa alikuwa akiutumia katika michuano ya Kombe la Muungano iliyofanyika kule Pemba. Walikuwa akicheza hapa na Mudathir Yahya peke yake, lakini katika mchezo wa finali dhidi ya JKU ndo akabadilika. Hapa alicheza Mudathir na double pivot nyingine, nakumbuka alicheza Azizi Ndabwile alikaa hapa. Kwa hiyo ukiangalia eneo ndilo ambalo wanamhitaji Arthur Bada. Sasa kuna mshambuliaji mwingine Jonathan Soa wanamhitaji Young Africans. Yes, Soa anahitajika na Young Africans, lakini nimeona watu wanajaribu kuirahisisha business, lakini ni business ngumu kweli kweli. Singida bado haiwezi kuwa rahisi kumtoa Soa kwa namna yoyote ile, kwa sababu ni mchezaji mwenye material ambayo wao wanayahitaji kwa muda mrefu. Wamekuwa kistruggle katika ile eneo la mshambuliaji wa mwisho. Licha ya uwepo wa Elvis Rupia, lakini bado waliona haitoshi, hivyo wakapata Jonathan Soa, ni miongoni mwa wachezaji expensive ndani ya ligi yetu. Kwa hiyo kuondoka kwenda Young Africans ni miongoni mwa business ngumu kweli kweli ambayo wanaweza kuifanya dhidi ya Young Africans, lakini hakuna ambacho kinashindikana. Inawezekana Soa baadaye akaenda kwenye kikosi cha Young Africans, basi atakwenda kuonesha upinzani pale pamoja
na Prince Dube au ushirikiano na Prince Dube ili waweze kuisaidia Young Africans kufanya vizuri. Hii ni Mzinga Sports.